wakaiweka mbele ya miguu ya mitume, ikagawiwa kwa kila mtu kwa kadiri ya uhitaji wake. Na Yosefu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, mtu wa Kipuro, alikuwa na shamba akaliuza, akaleta fedha akaziweka kwa miguu ya mitume. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mke wake aliuza mali, akaficha sehemu ya bei. Naye mke wake alijua maneno haya, akaleta fungu moja akaliweka kwa miguu ya mitume. Lakini Petro alimwambia Anania, kwa nini shetani amejaza moyo wako kusema uongo kwa Roho Mtakatifu na kuficha sehemu ya bei ya shamba? Wakati lilipokuwa kwako halikuwa mali yako, hata limekwisha kuuzwa. Hukuweza kufanya kama ulivyotaka. Kwa sababu gani uliweka kwa moyo wako kufanya hivi? Hukusema uongo na watu, lakini na Mungu. Anania wakati aliposikia maneno haya akaanguka akakufa. Na woga mkubwa uliingia watu wote waliosikia maneno haya. Kisha vijana wakasimama, wakamfunga na sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Ilikuwa muda kama saa 3 nyuma, mke wake aliingia, naye hakujua maneno haya yaliyofanyika. Petro akamuuliza, uniambie, mliuza shamba kwa bei hii? Naye alisema, ndiyo, kwa bei hii. Petro akamwambia, kwa sababu gani umekwisha kupatana kujaribu roho ya Bwana? Tazama, miguu yao waliozika mume wako ni katika mlango, nao watakuchukua wewe vile vile. Mara moja akaanguka kwa miguu yake akakufa. Wale vijana wakaingia, wakamkamata, wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mume wake. Na woga mkubwa uliingia, ulipata kanisa pia na watu wote waliosikia maneno haya. Sura yake ya 2 verse yake ya 42. Wakidumu katika mafundisho ya mtume na katika ushirika. Hapo ndipo nitaweka mkazo, katika ushirika na katika kuvunja mkate na kuomba shangilio. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kule nje, haleluya. Asante sana, tunafuatana vizuri. Mungu ametupa neema ya kufanya wiki moja pamoja, tukiwa tumepewa neema ya kuwa na afya ya kuamkia hapa asubuhi kwa ajili ya majifunzo, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya mwelekeo. Tumeonyana sana, tumehimizana pia sana, tumefundishana sote tena sana. Kwa hii nina imani na matumaini ya kwamba waliopewa neema kushiriki wamepanda ngazi kidogo. Ninaamini hii sababu ilikuwa malengo ya somo.
wale waliotufuata kwenye redio na wanaotufuata asubuhi ya leo, na ni vile Mungu azidi kuwabariki sana. Nimefurahi sana. Jana nilikuwa nikitembea, alafu nikafika nyumbani, nikakutana na mama moja akitoka nyumbani kwangu. Alikuwa alijui, tulipishana hata naye barabarani. Alikuwa anajua titulere wangu, alimuona lakini mimi hakuniona. Jua haya nionaka akumbe mimi ndo alikuwa anatafuta. Anasema alisikia somo kwenye redio, akumbe iko inasaidia watu. Alisikia somo kwenye redio, alafu akakuja akanitolea baraka zake, akanipa na pesa, nipa na pesa kabisa. Alafu nikaelewa ya kwamba redio hii muisapoti sana, muinue tena zaidi, ili wale walio mbali iweze kuwafundisha na iweze kuwaelekeza. Alafu mbele ya kuanza somo, tangu nilipokaa hapa nasikia niwaonye. Msinipe jina ya kusema mimi ndio maonyo, hapana. Lakini tena nimesikia niwaonye kanisa. Tangu nimekaa hapa nikiwatazama, Roho wa Bwana anasema aonya kanisa langu. Na mimi ninatoa mzigo huu mbele niingie katika somo. Ananiambia niwaambie mtoshe confusion mu akili zenu, mu imani yenu, kuzania ya kwamba Mungu anakuwa hapa Dimash. Mungu hayuko hapa Dimash. Anaweza kuwa hapa mardi kushinda hata Dimash. Anaweza kuwa hapa jeudi kushinda hata Dimash. Toshe ile comprehension ndani ya vichwa. Ungesema Dimash ndio Mungu anakuwa mkanisa hapa. Kama uliza kwa nini unanipatia ujumbe huu, akasema angalia watu, angalia nje, halafu angalie na juma iliyoisha. Nikaelewa. Kaniambia angalia pande yako, utaona watu wamevaa makoti vizuri, lakini wote hawakufika juma mzima. Kaniambia angalia mkono wako wa kushoto, utaona viti vyote vinajaa waimbaji, lakini hawakufika juma mzima. Sasa ninyi wa Kristo nisiongee. Tumelelewa vibaya kusania Dimash ndio siku tunakutana na Mungu. Sefo. Tunakutana na Mungu siku ngapi? Siku zote. Haleluya. Wakristo wa Dimash na waonya sana, mwachane na hiyo tabia, sababu inawakosesha. Sijawahi ona mtu mzima, mtu kawaida. Nimeona daktari pale, hakuna mtu aliye kawaida ambaye anaweza kula hii fois semaine na anaendelea kuishi vizuri. Lakini nyinyi mmekuwa Wakristo wa kulisha roho zenu mara moja tu kwa juma. Na ukija kanisani haukuja hata bila Biblia, unakuja bila Biblia. Unakuja tu kama ulikuja katika sala ya manger ya fete yenye pastor alisema, mchungaji alisema ya kwamba ya batemwe inakuwa kasala. Kwa sababu hata wanaendaka na mabiblia msale yao. Lakini nyinyi wa Kristo nataka tuishi Ukristo na wapatana na Biblia, Ukristo na wapatana na wale waliowafundisha. Sababu imani yetu inajengwa juu ya wale waliotangulia, mitume, manabii na Kristo mwenyewe. Ndio maana inaomba tunaangalia watu hao walitembea namna gani, ili nasi maisha yetu ya Kikristo iweze kuwa sawa. Ni maombi tu, anayekuwa na masikio ya kusikia asikie, na yule ambaye hataki kusikia aendelee tu. Lakini kanisa wenzangu wa Kristo, tujikaze sana kumtafuta Yesu. Na Biblia inasema ombeni pasipo kuchoka. Kanisa la jioni ninapoangalia, ninaona utofauti mkubwa na kanisa la kwanza. Maandiko yamesema kanisa la kwanza walidumu katika nini? Katika mafundisho. Jambo la kwanza ilikuwa mafundisho. Lakini sisi kanisa la jioni tumedumu sana katika maombi kuliko mafundisho, na hii ni ugonjwa mkubwa, na ugonjwa hatari sana. Wakati kanisa linadumu sana katika maombi na halidumu katika mafundisho, panatokea majaribu katika kanisa. Mchungaji jana alisema, nilijiuliza kwa nini Mungu yuko anapatia mchungaji haya maneno. Alisema kanisa iko sawa mti.
ambayo mizizi ni maombi, lakini juu ikomae inaomba pakuwe maji ambayo inaweza kupatia ile mizizi maji ili mti ikomae. Maji ni neno la Bwana, maji ni mafundisho. Kama mizizi ni maombi, maana yake mizizi pasipo maji mti inakauka. Ndio maana kanisa nimekuwa nikifundisha ukulumbi, kaonya taifa la Bwana, nikasema leo tumeingia katika movement yenye inaonekana kama ni uamsho, lakini mkitazama pamoja nami muangalie maafishe zote zenye ziko zinatoka leo, kumaafishi kuma bandero, hautakosa neno hili kuu wani wa Injili. Mujibiri ni Mungu nasoma. Mkutano mkuu wa maombi na mafungo, siku 40, siku 100, maombi na mafungo. Ni vigumu leo kuona kanisa ambayo inasema tunaandaa mkutano wa Injili, tena inakuwa namna gani kumpendeza tena zile maafishe leo. Ukiandika mkutano wa maombi kanisa linajaa. Ukiandika mkutano wa wokovu wote wanakimbia. Hata wazee wa kanisa hautawaona. Hili shida ni ugonjwa. Ndiyo maana mtaangalia kanisa limekuwa na hukumu ya kuendelea. Tumekuwa sawa buruet yenye tuko tunasukuma pale na ilikuwa sana kuja tuwafundishe. Kanisa la kwanza walikuwa ndugu kwa ushirika. Kitu ambacho kiliwezesha ushirika ilikuwa kudumu katika mafundisho. Hii ndio iliwezesha ushirika. Ndio maana mtaona kanisa ya leo msomo divise. Tellement divisé. Tuko tellement divisé. Ibada inaweza kuwa ya saa 3, mafundisho 20 minutes. Kutia 20 minutes wanakutumia kabaharua kwa kwanza. Tunaweza wafundisha kwamba kanisa la kwanza walikuwa na uwezo ya kwenda kamata kitasi cha parcel anaujisha acho. Haikuwa, ilikuwa resulta ya kuelewa mafundisho. Ndio iliwawezesha kukamata kitasi cha parcel na anajiuzisha. Mkumbuke wakati kanisa lilipoanza Pasebeka, kuna wazee waliosikia mafundisho wakatoa makonsession, wakatoa maparcel. Na leo hii kanisa yenye miguu iko Mwanga, unapoamu kanisa Mungu naangalia mamondo, tuko msiekle de vitesse, mhubiri amalize mbio tuende fanya mambo mengine. Hawezi pata mtu wa ile roho leo, haiwezekani. Kitu ambacho kinatuwezesha jambo hili ni mafundisho kujaa kwa wingi katika roho zetu. Mafundisho yana deborde, yanafirika ndani yako, kisha na controle conscience, na controle akili zako, inakuwezesha mambo ambayo akili za mtu kawaida haiwezi kufanya. Mafundisho Biblia inasema kwamba waliishi katika ushirika. Hii ni pointi ya pili. Haya ambayo nimeyasema yalikuwa kwa ajili ya kupanda tupeleke ushirika. Nimewaambia que nous sommes divisés. Najua leo ni rais, mie na papa, si wote tuko ba pasteur, si wote tuko na mission, mena si msemeshaki. Inawezekana leo? Inawezekana leo? Inawezekana leo? Minafana MGC basielewa.
wote ndani ya kanisa moja. Inawezekana leo mama Mkristo wa mkanisa aite mama mwingine Mkristo wa mkanisa mlozi, na haipata mlozi. Inawezekana leo nichafulie revera ushuhuda, niwaambia ule revera hamumjui, mimi ndio namjua kuwashinda. Inawezekana leo mambo haya yafanyike. Inawezekana. Ushirika imeenda wapi kanisa? Ushirika imeenda wapi waamini? Ushirika imeenda wapi? Imeenda wapi ushirika? Divise. Na hii ndio njia ambayo shetani ameingilia kwa ajili ya kusambaza kanisa. Anawaacha mkae vile, lakini hamsemezanaki. La division. Wale ambao walisoma wanasema juu uweze kuikala mzuri nafasi, inaomba ufanye nini? Il faut diviser. Juu uweze kuprendre possession, nikapenda ni wa contrôler, inaomba nizingie mkoa kisha ni wagawani. Mimi na contrôler ni wote. Ni vigumu sana kucontrôler une église yenye iko ini. Shetani hawezi contrôler une église yenye iko ini. Haiwezekani shetani kupata nafasi katika kanisa yenye iko ini. Haiwezekani. Ndani ya jamaa, ndani ya couple yenye iko ini, shetani hawezi pata nafasi ndani yake. Hapo sisi. Haiwezekani. Haiwezekani waamini. Shetani anapata nafasi ni wakati yenye baba anatoka mkazi, hatasemesha mama na mama hatasema karibu. Shetani anapata nafasi, anawasamula. Hii ndio kanisa. Hatutaweza kufanya kazi ya Mungu na tuko divise. Wachungaji wenzangu, hatutaweza kufanya kazi ya Mungu na tuko divise. Hatuwezi weza. Mie pastor nasema kwa mwingine ovyo, wewe mwimbaji unatia mwingine mpieshi. Hatutaweza. Tuko nafanya kitu na contraire, na kazi ya Mungu inachelewa. Suite ya ile divise. Eglise ya kwanza iliweza kazi juu ya hili. Haleluya. Asubuhi ya leo Mungu anawaita kuindi. Anawaita kushiriki. Ushirikiani. Unajua leo tumekuwa na term yenye nasema chacun pour soi mais Dieu. Na yanasema mie siendake fasi kwenye kuko magawanyiko. Anasema tazama ni vema na ya kupendeza sana kukaa pamoja kwa umoja. Ni pale ndipo nimeamuru baraka hata uzima wa milele. Maana yake tunaweza kuwa ready kama tuko divise, tuko disperse, na ufalme wa Mungu tunaweza ukosa. Unajua hii verse kwa sababu ile verse ni ya kueko deep into verse ni iko spiritual. Na tuita quinti. Inaonesha gizinite ni pale kwenye Mungu iko. Wache ni wachanganye kidogo. Nisiseme kenjo kwe, ni mawazo tu. Na wakati nafikiria, alafu tuangalie ile verse bien. Tuache ile verse ya kusema anayeamini Kristo, anayeamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi ataokolewa. Tuache kwanza ile. Tukamate ile verse moja kwanza. Sawa? Ile verse moja ya Zaburi 33. Tazama ni vema wandugu, hapana wa Kristo. Wandugu kukaa pamoja. Pale ndio kwenye Mungu anafanya nini? Na uzima. Alafu wapagani wawili wakakaa pamoja kwa umoja, wanaweza ingia mbinguni. Kulingana ile verse. Wachungaji wenzangu, tukashimamia tu kwa ile verse, tunacha zingine zote. Mvuta bangi na mkunya pombe wanaikala fashi moja, wanakuwa mchi moja. Eske wanaweza ingia mbinguni? Nimesema mwache ya wokovu, tukamate kwanza ile verse. Eske wanaweza ingia leo? Kulingana na ile verse wanaweza ingia?
Nimesema tuache maverse zote za kusema anayeamini Kristo. Tukamate kwanza ile moya tuisimamia. Mie na Revera tumeamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha, tuko divise. Na wapagani wawili, mvuta bangi na mwasherati, wanaishi fasi moya, upendo wa ajabu, roho moya, wanashirikiana. Eske Mungu anaweza babariki? Jibu ni ndio. Eske wanaweza ingia mbinguni? Jibu ni ndio. Biblia inasema ndugu hapana waamini, ndugu mbili wakishirikiana wanakaa pamoja kwa umoja, pale baraka na uzima inaonekana. Mwenye iko na ngeve ya kukosa haezi ingia mbinguni. Nimesema nikadileni kadogo. Inawaonesha jinsi musie huko watu wewe watakosaka mbinguni na waliaminiaka Yesu. Unaweza amini Yesu, unakosa upendo. Unaweza amini Yesu, unaishi ukovi. Unaweza amini Yesu, unaishi roho kunyongana juu ya wengine, na umeamini Yesu unaenda jehanamu. Kuvala mikristo azalimu inda haiseme mtaingiaka. Mie kuvala koti hayasema taingiaka. Mie kusimama hapa hayasema taingiaka. Yani itaniingiza kama mfalme. C'est la pratique de la parole. C'est ça. Poetre. Utaingia mbinguni jani haji niliamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Injili dhaifu. Amini Yesu. Ishi upendo. Ishi umoja. Ishi utakaso. Ishi haki. Ishi neno la Bwana. Hapo ndipo unaitwa muamini halisi. Haleluya. Alafu kale ka verse nye musiende ka develope vile nikatupa hapo tu tukatulete kuanza mzuri. Mathayo 7:21. Biblia yangu inaniambia hivi. Si wote wanaosema Bwana Bwana ndio watakaofanya nini? Roho msi hapa Mungu wenye matendo kwa shetani. Ole sana. Ole sana. Ole sana uwe hapa asubuhi ya leo kisha parapanda ilie ubakie hapa. Ole wako ndugu yangu. Ole wako. Unajua siku ya leo tutasikiana kahari. Imagine parapanda ilie na tuko hapa kisha ninabakia. Anda waangalia. Pima kujiuliza parapanda iliyo kuna pitisha meza ya Bwana kisha unabakia na plakete hivi. Naweza kuwa pima kujiuliza. Pima kujiuliza. Pima kujiuliza. Pima kujiuliza. Pima kujiuliza. Mpagani mvuta bangi kabakia yeye haezi shangala. Parapanda inalia tu kwa hapa hivi. Kisha wengine wanabakia hapa na mtatoka hapa. Na mtatoka hapa namna gani? Haleluya kanisa. Kuna piga gitaa. Unajikuta bali umwepeke. Na utatoka huko na utatoka huko namna gani ndugu yangu? Namna gani? Namna gani? Ushirika. Ushirika. Tuishi ushirika ndani ya maisha, ndani ya wokovu. Kila mara nikionana na wachungaji wa kimo cha sawa Revera hapa na wengine wa mumenaje na mimi, kila mara nawauliza hiki si sikituko si gizi si wote gizi tumeikala hapa tutaingia kama mbinguni. Wananiangalia hawanishi yake. Nina wauliza. Usijiulize kwa nini?
ninavyoona jinsi tunaishi, ninavyoona namna gani tunatembeza kanisa, tunafundisha watu maneno ambayo hatuyaishi, ninaogopa sana. Tunaweza watangazia upendani, lakini sina tumachukiana. Mungu akikuja, mie na yeye tunabaki hapa. Ninawauliza, nasema wachungaji wenzangu, tumeingia katika kazi ya Bwana, lakini kwa nini mimi naweza kuwa na wivu juu yako? Kwa nini? Nimepita msalaba ya aina gani? Mimi mchungaji nisikilie mwingine wivu, ili wewe mwimbaji usikilie mwingine wivu, ili wewe muamini usikilie mwingine wivu. Ushirika ni element moteur yenye inaleta kanisa kuendelea mbele. Maana ya ushirika ni kwa jinsi tuko na besoin ya kufanya nini? Ya kupandisha hii hekalu hapa, tukashirikiana sote. Tena nilisema jana, kama ni juzi, nikasema ni miezi 3 miezi 6 kanisa na imeala. Jinsi tumekaa hivi, kama tunaishi ushirika, na waambia ni miezi 6 kanisa na limejaa. Mimi naleta 5, hapa naleta 10, mwingine 5, mwingine 20, kila mtu kulingana na uwezo. Awaambia ni juma 2 changement imeonekana. Leo hatuishi pointi yetu ya 3 ambayo inasema waliishi vitu vyao vyote waliviishi kwa ushirika. Walikuwa na nia moja katika kazi ya Bwana, nia moja katika kazi ya Bwana. Leo nia moja imepotea, hatuna nia moja. Tukizi munaikana kule, kila mtu iko na maendasio zake. Kwa mwenye alikuwa mtu anakatafuta bibi, kwa mwenye alikuwa mtu anapenda aonekane aolewe, kwa mwenye alikuwa mtu ajulikane, tu siku yenye naye akakufa wamulete mtisomo tumusike. Masababu zinapishana hapa. Kuko mwingine amekuya juu ni kiongozi, ndio maana amefika. Kuko mwingine amekuya juu amekuya kabisa amtumikie Mungu. Ni moja moya meya watu deni ile na ni moja hatuna hayo. Ni moja. Wengine wamekia tumikia Mungu par interet, tu wapatia cha kukula. Ndio kamtuma mafera beto 10 anatia mwana wake. Kanisa madiakoni. Wanakutuma veplash imune. Tena jambo la kushangaza, watu wa ile aina hawatoaki. Wanakuwa mbele juu ya kukula zenye zimetolewa. Uko mlaaniwa. Biblia inasema juu ya Anania na Safira ya kwamba hawakufanya hivi mbele ya Petro, hawakufanya hivi mbele ya kanisa, lakini waliyafanya mbele ya Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ndiye walidanganya. Tulihadhari sana waamini. Kanisa lenu ukitaka liendelee vizuri, muwe na nia moja. Unaingia hapa unasema nakuja kwa ajili ya kazi ya Mungu, nakuja kwa ajili ya injili, nakuja kwa ajili ya ufalme. Unaachia pale. Wazazi, haleluya. Mbona sauti inakuwa kidogo? Wazazi, haleluya. Si mko natuma walomba, uko natuma mulomba na unajua kisu na mtuma juu kusema batamuoa. Unazania ule kesho mkanisa atafanya nini? Mwenye unatuma juu ameneneza miaka ya kuoa. Umepanga kumwoea mu 2025. Cho unasema mtisomo chetu hautapitaka kama hauyabatizika. Enda ayo bakubatize kwanza. Ule mtu akabatizika, atafanya nini mkanisa?
Angalisho wazazi, nyie mwenye unaona hapa nilibatiziwa kana retard ya 7 turu yangu na imefika. Mkubwa yangu alipobatiziwa wakasema na wewe turu yako imefanya nini? Turu yako inafika. Wewe ndio unaenda. Nikasema Biblia haiseme vile, sema naye eneza miaka. Inasema naye amini abatizwe. Mama niko mpagani. Nikakataa kubatizwa. Muko mnabatiziwa pasipo wokovu. Muko sawa vikwara vya kulobekewa mumaji. Eklisi ya Makayabo itafanya nini? Watu ambao wamekusha, wote wamekusha mkanisa, wamekaa vizuri na vikwara. Watu ambao wamebatizwa, mimi unasema kadi ya hawezi andika. Haelewi, hajui kadi. Alikuyaka, ametoka mchi Katoliki, amempenda, anakuja na batizo. Unamwambia kadi. Anasema pastor, vile ninakuona. Unaweza ona mtu ameingia mkanisa, mama wa habari njema, lakini vyote vya kanisa haiko mwake. Nia moja. Fanya tendo hili la nia moja kwa pamoja. Mitume walihubiri injili kwa nguvu. Frase ilisema avec force. Wanashikuta kizi haviko mbeswa. Wakilaga kukaribira kikwa. Wakilaga kugari kuwapeleka kuinjili ikwa. Wakilaga kuchakula ikwa. Hawakukuwa mbeswa ya kitu chochote. Na resulta ilikuwa kuhubiri kwa nguvu na watu wakali. Nakumbuka pale nyuma kwa tunatokea, tulikuwa na watu wa aina hii katika Sebeka. Mwenye anaweza kamata $10,000 anafanya campagne d'evangelisation, mission watu waamini. Leo shida kubwa sana. Nimeambia Wakristo kuna kanisa moja ambayo nilienda kuhubiri, walikuwa na budget ya $260. Budget ya $260 kwa ajili ya ubatizo. Kanisa moja ya hii section yenu. Usiwaze ni ya mageni. Hapa. Walishindwa wakaeneza 133 pwekeki. Na zile zingine wanda zikopesha michele. Ndio maana mnazaraulika wa Kristo. Mungu wetu ni tajiri na madeni. Kanisa kama na hii, kama sote tumeamini, namna gani tunaweza shindwa kupitia $200,000 $200,000 tukapata $200,000 revera hii kanisa sini na yale memuji angalia. Unasikia katangazo wanasema tunalaka kwa mafera beto. Uko na $100 poshe linafunguliwa sawa hii yangu, unafunga chibuto. Sasa matangazo inaanza unajafunga chibuto. Namna gani kazi ya Mungu itaendelea mbele? Namna gani kanisa itaendelea mbele? Namna gani kanisa itaendelea mbele? Namna gani kanisa litaendelea mbele? Wakristo wenzangu, tuambiane kweli, tuambiane ukweli. Tuna watu wengi hapa. Mungu ametuinua. Tunazo pesa, tunazo magari. Tunazo biashara, makonda bange tuko nazo. Tulifanya asante ya mwaka. Unatia $100. Eske ndio uwezo wako? Parma unapokea ka 300. Mais asante ya mwaka $100. Uko anania tu. Uko safiri. Uko anania. Mungu atuwezeshe. Nawaambia kanisa, mkielewa ujumbe huu, kanisa lenu linabadilika. Kanisa linabadilika.
Tumeshafanya sadaka? Bado. Nikauliza majambo ndani ya ndege mnapohesabia, nasi tunaweza kutanisha bia ya $5 ama ya $10 ama ya 50. Wadiakoni wataniambia mara moya mara. Mnaziona? Kasengani tu ndegea ordinaire $50 ya mtu mwa bia 50 ndegea tu ya kawaida ya. Mnaziona? Bia unaweza hiyo mwezi ama mwaka. Ni vigumu sana. Lakini mwache niwaambie, tumejipenda sana. Tuko tayari kufanya dépense pour Mungu. Uko tayari kufanya dépense juu ya watoto yako. Na juu ya kazi ya Mungu hauko tayari kufanya dépense. Unaweza kusomeshia mtoto wako Lubumbashi. Unaweza kumsomeshia nje ya nchi. Unaweza kumsomeshia Belgique. Unaweza kumpeleka France. Unalipa gharama. Na eske uko tayari ya kupeleka mission ifike kule kwenye ulipeleka mtoto wako? Tuko tayari ya kufanya dépense mu mafeti. Nilikuwa katika karamu moja hapa, imenishangaza sana. Na mimi najua kwa hii kanisa walikuwa kama mkanisa yenu hamkutoka mtu na hamjulikani hapa. Ilikuwa siku ya 5 na ile juma nyingine. Tulianza semina hapa, ilikuwa Dimanche, alafu ndoa ilikuwa ianza. Ndoa ilikuwa opesh. Ile vendredi wangapi walikuwa kwa? Moya ule hamwezi kosa huko. Wangapi tulikuwa kwa wangapi? Na mwingine ule pa na wengine hao tulikuwa. Mtu moya yenye alifanya anaevite 4000 personnes, anawakulisha wote na wanafunga 4000, na mimi nilifunga. Uko naingia mpeluze ya obesh, unazubaa kwanza. Kila meza kuku shamba, kila meza. Lani boxe zinajaa. Uko na ikao, watu walikuwa wengi. Reception ile ma 15h30 ilisha ma 17h30. Walijua kisi ta kokota kabisa. Akaweka chakula yenye mnaitaka avabu unashiba. Wakristo ni uongo ni kweli? Na ule Mkristo ni wasedeka. Wakati ya kula chakula nikaangalia, nilipita na katoto yangu nikakamata, naangalia bife inaanza hapa, inaishia ku. Unaanza huko pila, unapita friti ya ndizi, unafika huko mchele haina rangi hapa, unaingia huko nyama ya ng'ombe, unafika hapa samaki ya mzima, hapana ule upande samaki ya mzima ya bia, unafuka pale kururu ya mzima wanaweka, unafuka tena. Ule mtu ndani ya kanisa wakasema piche ni atua $1000 tunaishindwa hako na tuko na wafile makanisa. Na nyie mko mwenyewe watu mingi hapa washakalungisha. Huko nalungisha mandoa za 3000, 5000, 2000. Mkanisa bijia 1500 sasa inawatosha shashu. Hamjamjua Mungu. Hujaelewa Mungu. Hatuyamjua Mungu. Hatuyamjua Mungu. Nous sommes prêts de faire des dépenses. Unaweza uza gari ya $60,000. Jana tulikuwa na harusi kwa kanisa yetu. Hii harusi wakati tulimaliza kulungisha, tukatokea mkanisa gari ya kubeba mlunga
nikaona mchungaji anahasama hivi. Akasema hii nayo ni nini? Ikile ni gari. Hii nayo ni gari, niseme ni gari. Jo itabeba balunga, niseme ni ya. Asema hero inauza ngapi? Niseme ile gari ni $100,000. Unajua gari ya $100,000 kama nini? Hamuiju. Gari ya $100,000 ni nini? Baba anajua. Tuko tayari juu ya mariashi yangu niende aluweka ya heshima. Niko tayari kufanya ni depense juu ya mariashi ya mtoto wangu, mangombe sianguke. Asikie juu ya injili ya nafsi moja, uko tayari kuangusha mangombe? Tuliko Malaka siku ya ubatizo na unajua mangombe zitaanguka. Leo zimeisha. 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 Unaikala kule. Nyie wote mshavala bien. Mshavala mzuri. Mshavala bien. Mwangalie kanisa hili. Chibamba. Nikaenda manyumba zenu mko bien arrange. Unaingia kamo, ukiona rangi imechafuka hivi, unapitiza hiki. Regardez votre église. Sasa mnafika kwa machoni inafunganaka. Hamuongezake ona tena. Uko mwema. Uko mwema. Bandi. Fanya mambo yasiyoeleweka. Ndio maana kanisa injili leo inakuwa vigumu kuipeleka mbele. Mchungaji akaniambia, akasema mchungaji mwenzangu, tunaacha kuuza des écrans géants, tunaacha ya kuuza des caméras. Kama mimi individu moja ninapasha weza media yapata hii une église, une grande église sawa hii, unashindwa kumedia sawa hii. Ça c'est moi. Mtu moya, un simple serviteur. Une église de 2000 personnes. Comment inaweza batosha jasho? Comment expliquer ça? C'est combien? Ça c'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? Mie peke ninaweza wapatia nazo. Mwende uza makamera. Na sina hata franga za pata zetu. Tunajua umuhimu wa kazi ya Mungu. Najua umuhimu, najua. Muko naenda ship, munatoka na telefoni, munasahau kanisa. Munaenda Kampala, munaenda Tanzania, munaenda Dubai. Votre église. Votre église. Est-ce que msi hapa kweli tusemeshe kweli? Est-ce que hakuna mtu mwenye anaweza pana $2,000 juu hii kazi ikwe pia mtu akaingia hapa mwenye iko Lubumbashi abafate na mko hapa, mwenye iko Europe abafate na mko hapa? Hizi mavision zimeenda wapi? Tuko na mavision limite comme des kuku. Tunaonaka tu hapa. Ambia jirani yako tutengeneze kwetu. Revera tutengeneze kwetu. Tutengeneze ICBK, tuitengeneze. Nilipotoka shule, jambo la kwanza likaniingia mroho. Likasema ukifika Butembo, tafuta media yenye itaacha na wenye hawajui Butembo wasikie injili. Kifungula internet unaniona. Najua wenye viko magrupe zote zenye niko wananionaka. Koma injili tushakaifungia mkabwate ka sardine.
tunajikontante ishi tumeama pale, tushaweza? Hapana. Muangalie wa Marcelo wiko wanawavamia na hawafika Kabutero, wanayala marose suite ya media, wanayala wa Ivan Castano, Oyede Adebo, munawajua Wingi Show, munawajua Kanguka, munawafuataka na mko hapa, wanawavamia na wanaikiza mrose vitu ambavyo wamevipata. Na sisi tunaweza fanya hivi, tunaweza hivi. Notre conscience, notre conscience, notre conscience, notre conscience. Kuwa tayari kufanya chenye unaweza zifanyisia mkazi ya Mungu. Naenda nikimaliza. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mahali hapo tulisoma ya kwamba kanisa la kwanza lilipoanza lilianza na mahitaji. Kaanza na mahitaji, na walipoangalia uhitaji, sababu mafundisho ilikuwa imekaa vizuri, ambapo kila mtu, watu wote, kila mtu akae, kama kuna kashamba unakauzisha, usiye wote hapo, kila mtu akauzisha kashamba. Na tunafanya hapa kitu gani? Kuko na hibisi wanauzisha hiseke, iko na hidea anauzisha kamoja, iko na kamoja anakauzisha tu, anabakia na zero. Hatuna ile imani. Tulikuwa tena katika kanisa moja tulifundisha kadada kadogo kanisa kafia kadogo, kadada kapata wewe ndio unapata unaweza kwa nini ngapi? 14. Ndio alikuwa na 14. Kaza alikuwa apata huko. Kifundisha juu ya somo kama na hii, neno likamgusa. Hana pesa, hana kitu. Tunajua mtoto apata huko kuna telefoni ya mzuri, nani alimuzia? Mzazi alimuzia. Tukasikia neno akashimama. Kanambia mchungaji, sina cha kupa na telefoni yangu hii. Une petite fille. Akatia telefoni. Si wote hapa tukarangurisha matelefoni zetu. Hatuko tayari. Mafundisho hayaingia katika roho zetu. Hatuko tayari kufanya ile tu, hatuyaingia mafundisho hayakaa. Ukakuwa na deni ya mtu, anasema anatafuta kufunga, na utausha telefoni au utausha juu ya nini? Haleluya. Juu unajua gisi uko na deni. Si wote hapa tuko madeni wa mbinguni. Kila mtu ambaye ameamini iko na deni ya mbinguni, na inaomba tulipe ile deni. Tuko na deni ya mbinguni, na hii deni ni ya kufanya mapenzi ya Baba. Hii deni ya kufanya kazi ya Mungu isichelewe, na tuko pale. Genesis 1 inasema tufanye mtu kwa mfano wetu, mwenye sura yetu, atawala, aendeleshe kazi ambazo tungelifanyaka kama sisi tungelikuwaka. Ndio maana uko pale, ndio maana uko pale, ndio maana uko pale, ndio maana niko hapa, ili kazi ya Mungu isichelewe. Mimi na niko hapa. Haleluya. Anasema wote watakao niamini watafanya niliyoyafanya, na watafanya zaidi. Watafanya zaidi. Tunatafuta fanya ahadi ya mwaka. Jana niliwaambia Daudi aliuliza, nitampa Bwana nini? Daudi alipoangalia yote akajiuliza, nitampa Bwana nini? Na wewe asubuhi ya leo utampa Bwana nini kwa yale aliyokufanyia? Daudi anasema, anayalisha kinywa yangu na vitu vizuri, vitunguu vitamu, nitampa Bwana nini?
Utampa Bwana nini? Utampa Bwana nini? Roho zetu zibadilishwe. Roho zetu zibadilishwe. Roho zetu zibadilishwe kanisa. Waamini wenzangu, roho zetu zibadilishwe. Tuingie katika ile dimension ya Barnabe. Biblia inasema aliposikia uhitaji, alikuwa na shamba, hapana mashamba. Biblia inasema alikuwa na shamba, maana yake shamba gani? Akaitia kubei, akaleta franga kwa miguu ya mitume. Na mtu mwingine akasikia neno, naye akaenda kwenye shamba, akauzisha shamba, akatosha Mose, akaleta impact, akabakia na wengine parasi. Maana niko nasema Wakristo wengi wa leo tuko wa Ananias. Tuko wa Ananias. Na mali ya Mungu si ndio tunakulaka vya mingi kushinda vile tunaleka kama nyumba ya Bwana. Uangalie tu depasi nimefanya maisha nayo. Uanjeleni mpaka jana sana. Depasi nimefanya juu yako. Depasi nimefanya juu ya telefoni. Depasi nimefanya juu ya jamaa. Na uangalie sadaka yenye ushaandaa kwa ajili ya ibada ya leo. Amingi liko na 500. 500. Amingi 1000 francs. Bazazi sawa 1000 francs. Hausikia tahari. Mshamaa umeuza ngiri, umeuza gani, umeuza kilo ya nyama, umeuza viazi mara mafuta ya lina haukula tena mawesi. Dimash 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Na unadunda, unashangilia na marshi. No, Église. Simama tuombe. Mtumikie Mungu na roho iliyo tayari. Fanya kazi ya Mungu na moyo ulio tayari. Na waambia kweli, baada ya hii maisha mlio nayo hamtafanya tena kazi ya Mungu. Kitokea umekufa leo, hauna tena opportunity ya kufanya kazi ya Mungu. Hauna tena ile opportunity. Kiwa na hii neema, fanya kazi ya Mungu. Kifika mbinguni uvikwe taji ya uzima. Fanya kazi ya Mungu, fanya mapenzi ya Baba. Kifika mbinguni pewe taji ya heshima. Haleluya kanisa. Mungu atuwezeshe. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie. Iwe priority kazi ya Mungu. Iwe priority. Tuache na unafiki. Wote walioamini wakafanya kazi ya Bwana. Wote walioamini wakombolewa, wote tutumike kazi ya Mungu. Wakombolewa wote utumike kazi ya Bwana. Wakombolewa wote ufanye mapenzi ya ufalme wa Baba. Sema na kushukuru Yesu kwa somo ya leo. Umesema na roho yako, umenielekeza, umenifundisha, lakini ninaomba uniwezeshe. Sio jambo rahisi, lakini pamoja na wewe nitaweza. Ondoa majivuno, ondoa umimi, ondoa kapendeleo. Uwe priority, kipawa mbele katika maisha yako, katika mapato yako, katika imani yako, katika jamaa lako, ndani ya kazi yako. Uwe priority. Mnajua waamini, kama mtu unapoweza kuandaa uzee, ndio unapenda uishikilie. Kama unaweza kutumika sana, ndio unapenda kesho uishi sawa mfano. Ndio maana kama tunajua kweli gesi tuko naenda mbinguni, tunaweza investir tu ya mbinguni. Kama roho zetu zinajua kitu tuko naenda mbinguni, tunaweza fanya investment kwa ajili ya ile mbinguni. Yote ya dunia yatapita, na yote vilivyo na vitapita, lakini yale ambayo yapanda kwa ajili ya Bwana. Ilisema kazi ya Bwana ni shamba, mahali ambapo tunapanda mbegu. Fanya kadi ya ahadi iliyo sawa,
kwa ajili ya mwaka mzima. Andika. Usiandike sawa mtu asiyemjua Mungu. Usiandike sawa mtu ambaye hakufundishwa. Fanya kazi ya Mungu kama mtu aliye na maarifa. Tumika kazi ya Mungu na moyo tayari. Biblia inasema mtumikie Mungu siku ya ujana wako, sababu siku mbaya zinakuja mahali ambapo hautaweza kutumika kazi ya Bwana. Tufanye kazi. Yohana anasema giza inakuja karibuni hapa, hatutaweza kufanya kazi. Giza inaweza kuwa magonjwa huko, usiweze kusisi paralize. Uko na volonte ya kufanya kwenda ubiri. Leo kuna ile opportunity, unaweza kutangazia mtu, umepewa sauti, umepewa afya, unaweza kuambia mtu barabara Yesu anakupenda, na hauifanyake. Mfamie makarti, mfamie centre-ville, mwambie watu habari za Yesu, mwambie watu habari za wokovu, sababu siku ni za hatari sana. Wakati za mwisho dalili zinaanzaonekana. Tufanye kazi ya Mungu sawa watu ambao watakufa jioni. Sema Baba. Baba. Mara ya tatu sema Baba. Uniangalie na macho yako. Macho ya neema. Unifungulie neema yako. Nitembee katika neema yako. Iwe katika maisha yako. Neema yako ionekane. Iwe mahali pote nitakapokwenda. Neema yako iwe nami. Nipatie na ujasiri wa kutangaza kwa njia ya kinywa, kwa njia ya matendo, kwa njia ya mali ufalme wako. Mikono miwili juu. Mikono miwili juu. Tumetangaza kwa nguvu neno lako Bwana, kwa moyo wa upendo, kwa moyo mwaminifu. Kanisa lote wamenifuata, wamesikia sauti hii. Wewe uliyenibebesha ujumbe huu, wasaidie Bwana, wawezeshe ili kanisa lao kesho liwe na utofauti, ili kanisa hili kesho litawale mgeni ya Butembo, ili kanisa hili kesho litawale dunia. Inawezekana tukaungana kwa nia moja, kwa roho moja, tukifanya changizo ya sadaka kwa moyo tayari, injili itawaka moto hapa. Wabariki, wape afya. Pasiwe mtu ambaye magonjwa itakula pesa zake. Pasiwe mtu ambaye mabandia watanyanyasa kazi yake. Linda biashara yao, linda mashamba, linda ufugo, linda watoto wao, linda waume wao, linda wake wao. Linda Bwana kanisa lako, ili mwaka huu tuweze kutoka katika kiwango na kuingia katika viwango vingine. Tuumbie moyo ya upendo. Ondoa division katika roho zetu. Ondoa maprejudices ziko inutile katika maisha ya kanisa lako. Ondoa ukovi katika kanisa hili. Ondoa Bwana, ondoa, au tutengeneze sifa inayoambatana na imani na kazi ya msalaba. Umenunua kanisa kwa bei kubwa, na una haja kuona kanisa likifanya kwa bidii kwa ajili ya kulinda yale uliyoyafanya. Roho Mtakatifu, tembea na wote wanaoishi katika dhambi, watoshe katika dhambi. Wanaoishi katika kuonelewa na mashetani, wafungue. Wanaoishi katika taraja, wape matumaini. Tuna haja ya kukuona siku moja tukitoka katika dunia hii. Ndio maana tunaweka mikono juu tukisema Bwana, tunadependre na wewe. Hatuna chochote ambacho tunaweza kufanya bila wewe. Tushike mkono, sababu tunaweza yote ndani yako unayetutia nguvu. Tia kanisa lako nguvu, tia waamini wa kanisa hili nguvu, ikiwaombea neema na baraka katika mwaka mzima na miaka zilizo mbele yao, kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana na uweze kukamata nafasi yako. Haleluya. Tutasubiri sasa.